Yes, karibu tena ndani ya muda wetu wa kipindi hiki, muda wetu wa saa 10 na dakika 49. Kwa majina ni mimi mwanahabari wenyu Nelson, nikila kuwapasha habari zetu katika Media Goma TV. Sehemu pekee utapata habari zenye uhakika. Hakuna sehemu nyingine utapata habari yenye kamili bila kupitia Media Goma TV. Nimekukaribisha katika mada haya tayari. Wewe endelea kusubscribe, like, comment ili habari zetu mara kwa moja ziende kufikia. Wewe ni shabiki kutokea upande gani, ama wewe ni mzalendo kutokea upande gani? Kwa sasa mashabiki zangu, kumbuka tayari nikiwa katika maeneo haya ni sehemu lenye uchambuzi la habari, ni sehemu leo yenye kupasha habari zenye uhakika, kwa sababu hakuna sehemu kwingine utapata habari zenye inaonekana katika ndani ya sekta, ndani ya mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sasa katika maeneo haya nikiwa hapa tayari nitaendelea kuwaletea habari zenye uhakika na habari zenye kwa kweli zinavyoendelea kuonekana katika sekta zetu za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tukielekea katika upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Katika maeneo haya katika muda huu tunavyozungumza, kumeendelea kuwaka sasa kasoro yenye vita imeendelea kuwaka moto katika upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu, katika mashambulizi kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi wa M23. Lakini katika mashambulizi haya jinsi anavyoendelea katika muda huyu, kwa sasa wakaaji wengi wamekimbia vijiji kadhaa na wakaji wengi wametoka katika maeneo kadhaa, kwa sababu mtoto wa risasi huyu umeendelea kuwa zito na kuendelea kuwa tofauti. Lakini kwa sasa, kabla niweze kuwatangazia ile habari na kuuliza tayari umesha kujiabone ama haujajiabone. Kama tayari umesha kujiabone, tuma comment yako nieleze tayari umesha kujiabone kupitia Media Goma TV. Subscribe mara moja unieleze tayari wewe ni member wa Media Goma TV, kwa sababu hapo nipate nguvu la kukuletea habari zenye uhakika. Kwa sasa habari zenye niko nazo, niko na habari mengi ya kukuletea na habari mengi ya kuachuza, kwa sababu katika muda huyu ni jambo lenye linavyoonekana katika mgogoro wenye vita. Mashabiki zangu, nakuja kukupeleka katika upande. Tusalimu kwanza mashabiki wanaokuwa pamoja na sisi katika kipindi hichi kila mara, mashabiki kutoka eneo ya Lubumbashi, Katanga, Manyema, kutoka upande wa Kindu na wengine kutokea upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu. Tunawakaribisha kupitia namba ya Media Goma TV. Hata tusalimu mashabiki kutokea upande wa Afrika nzima na mashabiki kutokea East Africa Community, na tunasalimu mashabiki kutokea nje huko Amerika, Canada, Australia. Kwa namba ya Media Goma TV tunaomba kwa kweli Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi na kuendelea kusubscribe na kuendelea kupartage, kwa sababu tuendelee kuwapasha habari zinavyoonekana. Mashabiki zangu, hii ni hatua la kupiga hatua na kuendelea kusupport Media Goma TV, kwa sababu mkitulia hivi tayari hatutapata nguvu ya kuwaletea habari, hatutapata nguvu ya kuleta habari lenye uhakika, kwa sababu mkiendelea kupartage, mkiendelea views habari hizi tayari utapata taarifa ili linavyokupeleka na linavyokuelekeza katika lengo hili na kuonesha jambo jinsi linavyoendelea. Kwa sasa, ili tuingie kwenye kipindi cha habari chetu, tuko na habari kadhaa tunabidi tukuonyeshe kwa sasa katika muda huu. Ndakuja kukupeleka katika upande wa Sud Kivu. Katika upande wa Sud Kivu kwa sasa kitu tunazozungumza, mambo inaendelea kubadilika kwa sasa. Jeshi la Burundi pamoja na wanajeshi wa FARDC kwa sasa kitu tunazungumza katika muda huyu wameanza kubombarde kwa sasa hivi wanajeshi la M23 katika maeneo wanazingira. Hili jambo nimekuletea kwa sasa ili uelewe kwa sasa jambo gisi linavyoendelea, kwa sababu tulikuwa tukizoea kila mara kuona kama serikali limenyamaza. Watu wengi tumezungumza serikali limetulia, watu wengi tumeona kwa kweli hakuna chochote serikali inafanya. Lakini katika muda huyu ni hatua muelewe kwa sasa, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limeamuka na kuanza kukabiliana na waasi wa M23 katika maeneo kadhaa. Kwa kumbuka maeneo zilikuwa zinazingirwa na M23 ni katika eneo kuelekea huko sehemu ya Bidegu na kuelekea katika eneo ya huko ndani ya Kitava, kuelekea eneo ya Kakenge na kuelekea eneo ya Mikenge na kuelekea eneo ya Kalingi. Hizi ni maeneo tayari zilikuwa zimezingirwa na jeshi la M23 pamoja na wanajeshi wa wazalendo na jeshi la Burundi. Lakini katika muda huyu jinsi tunavyozungumza katika kipindi hiki ninakoeleza katika mada haya, tayari mara moja jeshi la Burundi limeanza kufanya nini? Kupambana na jeshi la waasi M23 kwa sasa. Hili ni taarifa nimekuletea mashabiki zangu ili muelewe, ili jambo nimekuletea katika muda huyu. Kwa sasa
katika kipindi hili kwa sasa katika eneo, kwa sababu M23 walikuwa wanaendelea kuadvance katika eneo ya Bibokoboko, wengine wanaendelea kupanda katika maeneo mengine. Kwa sasa hili jambo M23 kwa sasa wamezingirwa. Kwa sasa hili nimekuambia, kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iliangalia strategy yote M23 wanatumia, wakaangalia mara moja koma M23 wanaendelea kuadvance kila mara katika uwanja mapambano. Serikali sio kusema ni wapumbavu, serikali sio kusema kama hawajui, waliangalia wakaona hizi strategy, wakaona mbingu wanaotumia kwa sasa kwenye mgogoro na kwenye uwanja mapambano haya. Mara moja serikali FARDC ilitumia muda lao wa kufikiria pamoja na wanajeshi wa wazalendo pamoja na jeshi la IBU. Kumbuka Kinshasa imeendelea kusukuma wanajeshi kwa wingi wa IBU. Tangu jana magari zilikuwa zinaingia mara moja mji wa Uvira. Wanajeshi walikuwa kutoka Burundi wanaingia mji wa Uvira. Hao wote ni Space Forces zinakuja kupeana ranforo katika uwanja wenye mapigano. Lakini watu wengi tulikatika moyo na serikali ya Kongo. Lakini kumbuka serikali ya Kongo ni hatua inakuwa ikiangalia katika mgogoro huyu, ikiangalia kwa sasa katika mada haya na kusema kwa sasa kama tayari M23 munaendelea kuadvance, ili kwa sababu nia ya M23 kumbuka wanatamani ili wachukue upande wote wa Sud Kivu. Ile ndio strategy ya M23 kwa sasa. Lakini serikali ya Kongo nayo iliangalia vizuri kama hiyo strategy mnatumia ni vizuri, lakini hamjui sisi tunapanga nini. Serikali nayo kumbuka kuna vyombo visira vikubwa vinakaa Kinshasa. Kwa sasa gisi tunavunzumuza leo vimeanza kuondoka katika kambi militari, zinakuja mara moja upande wa uko uwanja mapigano. Lakini kwenye uwanja mapambano kwa sasa wanajeshi wanaingia. Kuna wengine walizungumza kusema kama wanajeshi wa Burundi wanaanza kurejea katika nchi yao kwa sababu maneno mengi kadhaa, lakini sio kusema walikuwa kirudi, walikuwa naenda kule kurudishwa, wanaenda kwenye kwa centre de formation, kwa sababu wanajeshi wakipiga miezi kadhaa katika eneo lingine, mara moja kuna vitu vingine inabidi wapate uchuzi ingine ya kupambana. Na ndio hivyo nao walifanya nini? Walipanga mbingu la je watakuja kurejea katika uwanja. Ndio maana mliona mara moja katika eneo inaitwa Kitumba na katika eneo inaitwa Kimeti ilirejeshwa, kwa sababu kumbuka hizo ni maeneo zilikuwa zimezingirwa na M23 na zilikuwa ziko katikati ya mikono. Lakini katika muda huyu mkumbuke katika eneo ya Kipupu kumbuka nayo ilikuwa katika mikono ya M23, lakini baadaye serikali na pamoja na wazalendo walirejea kwa kufanya nini? Kukumbombarde M23 katika maeneo haya, na mara moja wakarudi, kwa sababu katika M23 ingekuwa mabaki katika eneo ya Kipupu tayari wangekuwa wamesha kusonga mbele katika eneo ya Itombwe kuelekea Mwenga. Lakini vijana wa Mwenga wanaitwa wazalendo wamesema hao hawawezi kutulia kwa sasa. Hao kazi yao walifanya nini? Walijitetea vizuri, wakajitengeneza vizuri, wakasema kwa kweli inabidi wazingire kona yote. M23 wataingia katika upande wa Mwenga, kwa sababu tuliongea na jemedari mmoja akazungumza kusema katika upande wa Mwenga kwa sasa hao wameheka mabariere, wameweka mire, hakuna mahali popote M23 watapata nafasi la kuingia ili wapate taarifa ama ili wapate maelekezo ama wapate njia ya kuanza kuelekea katika uwanja mapambano. Lakini katika habari zinavyoendelea kwa sasa katika muda huyu, tunakuja kupeleka kwa habari zingine zilitokea katika eneo mara moja ya uko seta ya Masisi kwa sasa. Tangu mchana wa leo vita iliendelea kuzuka katika eneo ya Masisi sana. Vita iliendelea kuonekana katika upande wa Masisi zaidi, mpaka mara moja mambo ilikuja kubadilika mbaya zaidi. Hatua viongozi wanajeshi wa waasi M23 walianza kukabiliana na wanajeshi wa wazalendo, lakini wanajeshi wa wazalendo walisema kwa kweli M23 amwezi kuadvance ili mkuje mara moja katika vijiji vingine, kwa sababu kuna vijiji kwa sasa viko katika mikono ya jeshi la M23 na zimezingirwa na jeshi la M23. Lakini katika muda huu tunaozungumza, hizo maeneo zote ziko kwenye mikono ya M23, zote zimezingirwa mara moja na FARDC la militaire. Kwa sasa tunavyozungumza zimesha kuwa katika mikono ya FARDC. Lakini tukuje kuwapeleka kwa sasa katika eneo ya Ruchuru katika maeneo inaitwa Busango. Eneo ya Busango kumeonekana katika tena kijiji cha Busango kumeonekana tena vita kali zaidi, lakini wanajeshi wazalendo walikuwa eneo ya Busango wamepiga M23 sana hapo, wamepiga
wamepiga M23 vibaya zaidi, mpaka M23 wamekubali kwa kweli. Kumbi hao wanajeshi hao vijana wanapambana kwa kweli bila mchezo. Hili limekuletea taarifa hili. Kwa sasa wakarudi nyuma katika eneo inaitwa Kasingo huko. Kwa kurudi eneo ya Kasingo, kuna wengine wanajeshi walikuwa katika eneo inaitwa Kaseke. Wanajeshi wa waasi M23 walikuwa eneo Kaseke ili wakuje kupeana ramforo katika eneo ya Kasiko. Walipata tayari jeshi la wazalendo na wa FARDC wamefanya nini? Wamefunga mabarieri huko, wakawazuia ili wasifanye nini? Wasikuje kwa advance. Lakini katika taarifa yenyewe ilikuja kuonekana raia population ya Kasike na Kasenge na kuelekea Kasimango mara moja wote walikimbia katika Venoa kuelekea katika Seta. Kuhusu vita ilikuwa kali leo hiyo. Na kuja kukupeleka ili mambo wengine mkwe mnaelewa. Kwa sasa katika mambo inaendelea kuonekana katika mauwanja lenye mapigano. Kwa sasa tunakuja kupeleka katika eneo ya Bunya, katika Seta, katika teritwari ya Bunya. Ugonjwa wa Ebola nao unaendelea kusambaza idi. Ugonjwa wa Ebola huyu umeendelea kuingia katika maeneo. Kumbuka ugonjwa wa Ebola huyu hauangalie wewe ni maskini, haangalie wewe ni tajiri. Ugonjwa huyu unaambukia kila mtu yote. Na ndio maana serikali imehimiza kila mtu yote ajikinge ugonjwa huyu wa kujikinga, kwa sababu huyu ugonjwa hauangalie mtoto, hauangalie mkubwa. Tumia maji safi na utumie kwa kweli chakula nzuri na unawe mikono ili ujikinge na kusalimia watu kwenye mikononi, kwa sababu ugonjwa huyu umetambaa sana katika muji wa uko ndani ya Bunya. Na kuja kupeleka mara moja katika mambo yanavyoonekana kwa sasa. Rais Felix Tshisekedi ameendelea kutembea katika maeneo ili angalie, ameendelea kutembea katika seta zote za tofauti kuendelea kutazama ugonjwa huyu wa Ebola na nini itazuia ugonjwa huyu wa Ebola usiendelee kutambaa katika maeneo haya. Lakini hili tukirudi katika uwanja, tunakupeleka tena katika seta lenye mapigano. Ndakupeleka katika tena eneo ya Ruchuru katika teritwari ya Ruchuru katika eneo inaitwa Lapiza. Eneo ya Lapiza kwa sasa gisi tunavyozungumza kwa sasa. Gisi nimekueletea habari haya. Eneo ya Lapiza vita imewaka tena hapo, kwa sababu kuna maeneo hili watu wengi hamuelewe, lakini kuna vijiji vingine vinaendelea kuwa na vita, halijakuwa na usalama hata kwa sasa. Tangu mwaka 2025 vita hili kuna mahali vijiji vingine hakujawahi kuwa hata usalama chochote, kwa sababu kwa sasa wanajeshi wa FDLR wameanza kukabiliana na wanajeshi wa M23 katika eneo inaitwa Lapiza. Eneo ya Lapiza sasa ni huko ndani ya ukitoka ndani ya Ruchuru, ndani ya teritwari Ruchuru, ukielekea katika eneo ya Kasimbo, ukitoka eneo ya Kasimbo ili uingie katika Hosuba Nyungu unapata kijiji kinaitwa Lapiza. Eneo ya Lapiza sasa kulikuwa mgogoro tangu asubuhi mpaka saa hizi, vita imeendelea kuwa mbaya zaidi. Na kuja kukuletea habari yenyewe inakuja kuonekana zaidi mbaya zaidi tena ndani inaitwa ndani ya eneo inaitwa ndani ya Kilenge, eneo ya Kilenge, Lubunga, eneo ya Lubunga, Tumonge, na Bindi, Tulonge. Kwa sasa hizi ni maeneo ya Mwenga huko ni vijiji vinashikana na Mwenga. Sasa huko kumeendelea na kukuwa mtuto wenye risasi zaidi. Kumbuka hii vita ilikuwa ni vita ya katika mavijiji hii hapa katika eneo ya Itombwe Kipupu. Ilikuwa ni tarehe 14. Ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026 ndio kulikuwa vita hapa katika eneo ya Itombwe huko kuelekea katika kijiji cha Rahia kuelekea katika Kilenge, eneo ya Kilenge, eneo ya Lubuga, Tumonge na kuelekea na Bindi, Tulonge. Hizi ni maeneo tarehe 14 kulikuwa msosoro ya vita kali, lakini katika muda huyu, katika jinsi tunavyozungumza kwa sasa hivi, tena vita imeamuka kwa upya. Mashambulizi tena imeamuka kwa upya. Gisi ninavyokueleza mashabiki zangu, usichelewe. Kumbuka ni sehemu, hakuna mtu mwingine atakuletea habari, ni mimi mwenyewe nitakuletea habari zenye uhakika na habari zenye kamili. Kwa sasa watu wengi tunazungumza haya, lakini hatuelewe kwa sasa serikali inapanga nini. Jambo ninavyokutengeneza kwa sasa, mji wa Rubaya, habari iko katika maeneo ya Nord Kivu, ni habari sio nzuri, kwa sababu FARDC wameanza kuatake M23 sasa, mpaka M23 wamekufa zaidi, kwa sababu hao wanatangaza hawezi kutangaza wafu. Lakini hili katika taarifa na kuelezea jinsi mashambulizi yameendelea kuingiana katika maeneo haya, vita imeendelea kuwa gogoro
pamba kwa kupamba. Ndio maana nakwambia kwa shabiki zangu, katika muda huyu nimekuletea habari hii, na ninakuhitaji wewe kama ni shabiki wa media. Wewe nimekuhitaji kama wewe unaponisikiliza, nimekuhitaji kama wewe ni mwanamemba wa Media Goma TV, na kama tayari kipindi hiki unakichukulia katika muda huyu, unanielewa kile vinavyozungumza katika mada haya, na kukaribisha, endelea kusubscribe na endelea kujabole, kwa sababu hakuna sehemu nyingine utapata habari zenye ziko kamili, habari zenye ziko uhakika, bila kupitia ama bila kusikiliza Media Goma TV, kwa sababu nikiendelea kuwapasha habari ndakuja kukupeleka katika ndani tarehe 13 mwezi wa 7, ili tukirudi nyuma, kwa sababu ili tukao tunajua taarifa hizi zilienda zinakuja. Katika Bukavu ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kuna raia population karibu 12 walipoteza maisha katika mji wa Bukavu tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika eneo ya Buholo na katika eneo ya Nyantende huko. Hizi ni habari nimekuletea kwa sasa ili mkuu mnajua Media Goma TV tunaendelea kusikanya habari moja kwa moja. Shabiki zangu, tukiendelea kuwapasha habari zinapoonekana katika uwanja mapambano kwa sasa, Lweba tutakupeleka katika ndani ya Lweba, huko Lweba na Bukinju, eneo ya Lweba, Bukinju na Bilo 14, Bilo 14. Tayari huko kulionekana tena mzuko wenye risasi katika seta ili. Kumbuka huko kote ni mwenga tu, huko Lweba huko ni mwenga kwa sasa. Mshambulizi tena imewaka katika maeneo haya tarehe hii 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Katika vijiji hivi tena mashambulizi imeendelea kuonekana katika kati la serikali la FARDC na waasi wa M23. Lakini kwa sasa ili M23 walipenya kwa kuingia katika maeneo, lakini katika gisi wanavyopenya wanajipata tayari serikali FARDC wamezingira katika vijiji hivi. FARDC na M23 walitafuta mbingu ya kuingia ndani ya Plaine de Ruzizi, ndani ya Lac Tanganyika, pembeni ya bazunguke Lac Tanganyika ili waanze kontrole kila bato yote ama waanze kontrole maeneo zote za Lac Tanganyika kwa miguu. Walikosa njia kwa sababu jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walizingira makona zote zenye M23 wanaweza kupenya ili wakuje kuingia katika seta, lakini wakajipata kwa sasa katika muda huyu hakuna gisi watapata njia na hakuna gisi watapata nije, wataangalia gisi watavyoelekea katika maeneo haya. Mtu wangu, ili tupeleke habari kwa sasa kisi tunavyoendelea katika taarifa zetu na kupeleka katika Masisi, katika eneo inaitwa Malemo. Malemo tarehe vita ilikuwa katika Malemo kuelekea eneo inaitwa Mihanja. Ili vita ilikuwa tena tarehe 12, ilikuwa tarehe 12 mwezi huyu wa 7 mwaka wa 2026. Tarehe hiyo mwezi wa 7 vita ilikuwa katika maeneo hiyo ya eneo ya Malemo ndani ya kijiji cha Mihanja. Kwa sasa tena haya mashambulizi tena amewaka leo tena tarehe 10. Gisi ninayo kuletea taarifa zangu kwa sababu mashabiki zangu mmekuwa mnalewa, ili taarifa gisi naendelea kupasha na ili naendelea kuonyesha mashambulizi gisi alikuwa siku fulani, na ninakuletea leo kuambia tena hili jambo